Ilikuwa ni kilele cha ibada ya siku ya mavuno katika kanisa la KKT Usharika wa Kitunda Lelini iliyofanyika tarehe 23 Novemba 2025. Katika siku hiyo matukio mbalimbali yalifanyika ikiwemo ubatizaji wa watoto, kilele cha mavuno na kusindikizwa na kwaya ya watoto wakimsifu Mungu. Kamati ya mavuno ilipongezwa kwa kuwajibika katika majukumu yake na kukusanya mavuno mpaka kufikia kilele. Kwenye kilele hiki cha leo tunaweza kukusanya zaidi ya 15 ili tuweze kufikia lengo. Na leo tunakuja na jumuiya mzee wa jumuiya atasimama na jumuiya yake na ndio tunaweza kushaleta, lakini kila jumuiya itakuwa na bahasha yake. Kwa hiyo kama una sadaka yako usina wasiwasi. Jumuiya yako itakapoitwa, mzee wako kanisa atakuwa amesimama hapa na viongozi wana bahasha yao kubwa na mavuno yetu tutakuja nayo pamoja na mavuno fedha. Asante sana, Mungu awabariki sana. Asante sana. Kikapu na bahasha tutatoa kwenye kikapu, halafu baadaye tutahamisha kwenye bahasha ya jumuiya, lakini tutakuwa na eneo la wazi kwa ajili ya mavuno vitu kwa ile jumuiya. Kwa tutaendelea kwa utaratibu kama tulivyozoea kwamba baadaye tutamalisha kwa utaratibu ule wa jumuiya. Kwa hiyo niwakaribishe sana kwa niaba ya baraza la wazee na ofisi ya mchungaji katika hitimisho hili la sikukuu ya mavuno. Mungu awabariki sana. Tupokee tunaomba kwa mkujufu wa shirika usiondoke. Tumejipanga tutakula madhabahuni kwa Bwana. Amen. Basi tuipokee hii kamati pamoja na wazee wa mazito matatu nayo. Asante sana. Sasa naomba turudi tukajipange, wazee wa kanisa kuzunguka. Sasa niombe wale ambao wanapata bahasha wanaweka maono yao kwenye bahasha ili upewe bahasha nyosha. Siku hiyo mavuno walikusanya ikiwemo mavuno vitu kama vile kuku, seti ya makochi, kondoo, ndizi na vitu vingine vingi. Ambao hawana bahasha, nyoshe mkono upewe bahasha, uweke mavuno yako. Nafikiri naeleweka. Ambao hawana bahasha, yaani wote tutakuja hapa na sisi watumishi tutashuka kuja kuwashika mkono hapa. Kwa hiyo usiache kuja kushika mkono wa baraka hapa. Ambao hawana bahasha, naomba wazee wa kanisa
na kupunguza mwanzo. Karibu sana mwenyekiti. Kamati tafadhali, kamati wawili. Tuna vitu hapa kama kutumia ile hapa ungo kama mchungaji na mchungaji iko na nasifa kama mchungaji tunaomba tuone mnada wao kwa ungo. Nao viongozi wa kanisa la KKT Usharika wa Kitundalelini walikuwa na haya ya kusema. Asante. Kwa majina naitwa ndugu Godfrey Justo. Ni mzee wa kanisa hapa, kanisa la KKT Kitundalelini, na vile vile ninaongoza kamati ya fedha ya usharika, ni mwenyekiti wa kamati ya fedha. Kama sehemu ya baraza la wazee na ofisi ya mchungaji, tulikuwa na wajibu wa kuratibu zoezi zima la mavuno hapa usharikani, na kwa mwaka huu wa 2025 tulipanga mavuno yafanyike kijumuiya tofauti na miaka iliyotangulia. Kwa hiyo baraza na ofisi ya mchungaji tuliweka malengo kwa kila jumuiya, lengo moja kwamba kila jumuiya ijitahidi kukusanya si chini ya shilingi milioni 2.5 kama sehemu yao ya majumuiya ya mavuno ya kijumuiya. Haya malengo tuliyatangaza usharikani, na kwa wakati huo tulikuwa tayari tuna kamati ya mavuno ishaandaliwa kusimamia na kuratibu zoezi zima la mavuno. Kwa hiyo tuliwapa haya malengo kwamba tuna jumuiya takribani 22, lakini tulifanya makisio ya jumla kwamba usharika ukusanya shilingi milioni 50, kana kwamba tuliangalia kwamba uwezo wa jumuiya zetu ni kuna jumuiya zenye nguvu kidogo na jumuiya zingine hazina nguvu. Ninaposema nguvu ni kwamba tunaangalia idadi ya watu kwenye jumuiya pamoja na shughuli zao za kiuchumi. Kwa hiyo tukakadiria tu kwamba kama kila jumuiya italeta milioni 2.5, basi tufanye tuna jumuiya 20 badala ya 23 jumla ambazo zipo. Kwa hiyo tukaweka lengo la jumla liwe milioni 50. Tulivyopitisha huu mkakati, tukaachia kamati yetu ya mavuno isimamie na kuhamasisha washarika. Kwa hiyo kwa takribani mwezi mmoja na kitu hivi, kila Jumapili kamati yetu ya mavuno imekuwa ikiwahamasisha jumuiya zilete mavuno kwa namna walivyojaliwa na Mungu, alete kanisani, na kama ni mavuno vitu au mavuno fedha, na zirekodiwe ili katika kuendelea kutimiza hilo lengo la milioni 2.5 siku ya kilele ambayo imekuwa ni leo. Kwa hiyo tumeona Mungu akitusaidia sana kwa mkakati huu, kwa sababu kama ulivyoona mpaka kufikia siku ya leo, ina maana karibu mwezi mmoja na kitu toka tuanze hili zoezi. Kamati yetu ilitangaza kwamba imefanikiwa kukusanya milioni 35 hivi, sehemu ikiwa madeni, lakini zaidi ya milioni 32 ikiwa keshi. Katika asilimia wakawa wamefikia kama 70% ya kufikisha lengo la milioni 50. Kwa hiyo tukawa na imani kubwa kwamba leo siku ya kilele Mungu atatusaidia tufike au tuzidi zaidi ya lile lengo la milioni 50. Kwa hiyo kama mlivyoona, siku ya kilele imekuwa ni siku nzuri sana. Watu wamejitoa, wameweza kuleta vitu, tumenadisha, wameleta mavuno fedha, kila jumuiya kwa jumuiya moja moja, kuendelea kujazia ile sehemu ya lengo ambalo tuliwekea. Na sasa hatujafanya majumuisho kwa muda huu, lakini tunaamini wiki ijayo tutakuwa na majumuisho ambayo ni mazuri sana, kwamba tutakuta jumuiya zetu zimejitahidi kufikia lengo, au zingine zitakuwa zimezidi lengo, kubeba zile ambazo zitakuwa kwa namna moja au nyingine wana uchache wakawa nyuma kidogo ya lengo. Lakini ndugu yangu, hata kama unavyoona kuna vitu vimebaki ambavyo ni thamani sana. Kwa hiyo naamini wiki ijayo tutakuwa na majumuisho bora zaidi kuliko siku ya leo. Lakini niseme kwamba tunamshukuru Mungu kwamba tuna imani kubwa kwamba kwa kazi kubwa ambayo imefanyika ni ya mafanikio, na kama hatutafika zaidi ya 100% ya lengo la milioni 50, basi tutakuwa tumekaribia sana, na hilo ni jambo jema sana
kwa huu mkakati ambao tumeupanga kwa mwaka huu. Asante. Kwa majina naitwa Francis Mangula, ni katibu wa kamati ya mavuno mwaka 2025 kutoka ushirika wa Kitunda Lelini. Tunashukuru Mungu, leo ilikuwa ni kilele cha sikukuu ya mavuno kwenye ushirika wetu. Kwa takriban miezi miwili tulikuwa tukiendelea kumtolea Bwana mavuno, na katika siku hii ya kilele tunamshukuru Mungu kwa kweli. Tumeona mwamko wa watu kumtolea Mungu na wametoa kwa kadri Mungu alivyowajalia. Tumepata vitu vingi sana, na kama unavyoona baadhi bado vipo hapa kwa ajili ya kuendelea kunadishwa, lakini Mungu tunaendelea kumshukuru kwa sababu kazi yake si bure. Kazi yake ni kubwa sana. Kila aliyefanya tunamshukuru, na tunaendelea kuomba neema ya Mungu endelee kuja juu yake kwa habari ya mifugo, mazao na fedha. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Emilian Martin Mwakibete, ni mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii katika kanisa letu la Kitunda Lelini. Tunamshukuru Mungu, leo tulikuwa tunahitimisha sikukuu yetu ya mavuno. Tumemwona Bwana kwa maana tumefikia 75% ya lengo Mungu ametuonekania. Na zaidi ya hapo, sisi kama kamati ya huduma za jamii pamoja na ofisi ya mchungaji na baraza la wazee tuliweza kukaa na kukubaliana kwamba tumshukuru Mungu kwa chakula cha washirika wote, na Mungu ametutetea washirika wote waliohudhuria kanisani. Takriban washirika 400 wameweza kula na kunywa. Yote haya tunamrudishia Mungu sifa, heshima na utukufu. Amina. Mtazamaji wa Kasako Media, jina langu naitwa Nice Godfrey. Leo tulikuwa KKT ushirika wa Kitunda Lelini, walikuwa na maadhimio au kilele cha mavuno. Siku yao leo walikuwa wanamaliza, lakini pia bado wameweka wiki 2 mpaka tarehe 30 ya mwezi huu watakuwa wamemaliza kabisa swala zima la mavuno. Nyuma ya kamera nilikuwa na Harrison, lakini pia endelea kutufuatilia Kasako Media, tunakuangazia maisha, tunaandika kesho. Endelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, yani Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwa jina la Kasako Media. Endelea kutazama Kasako, ni kitovu cha elimu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.